Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa amesema kuwa serikali ya Zanzibar itaendelea kuchukua jitihada mbalimbali za kujenga nyumba za maendeleo za bei nafuu ili kuleta mabadiliko katika nchi na taifa kwa ujumla. Amesema hayo wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi wa nyumba za maendeleo huko Chumbuni. Amesema kuwa mradi huo utakapomalizika utaleta mabadiliko makubwa kwa wananchi pamoja na kuweka mji kuwa na taswira nzuri na yenye kuvutia. Jitihada hizo ziliendelezwa na serikali ya awamu kwa awamu kwa kujengwa nyumba katika maeneo ya Mombasa, Kiembe Samaki, Mtoni, Ng'ombeni kwa Unguja na Pemba. Ndugu wananchi na ndugu viongozi, tunachokiona leo hapa ni mwendelezo wa falsafa ile ile ya muasisi wetu hayati Mzee Abedi Amani Karume ya kuwapatia wananchi makazi bora na salama. Na ndiyo maana moja kati ya vipaumbele vya serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi katika vipindi vyote viwili ni kuimarisha huduma za kijamii, ikiwemo swala la kuwapatia wananchi makazi bora na salama kwa bei nafuu. Tunataka kufanikisha hilo, serikali imekuwa ikichukua jitihada mbalimbali za kufikia malengo katika sekta hii ya makazi kwa kutenga bajeti za miradi ya ujenzi wa nyumba za biashara za bei nafuu. Aidha, jitihada za kutafuta fedha kupitia makampuni, washirika wa maendeleo na mikopo zinaendelea kuchukuliwa ili kuongeza kasi zaidi ya ujenzi wa nyumba hizo na kuwawezesha wananchi kuweza kupata nyumba hizo. Aidha, kwa kununua au kukodishwa. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, miradi mbalimbali ya ujenzi ya nyumba za kisasa kwa sasa umeanza na mradi mipya inayoendelea kuibuliwa ili kuweza kupunguza changamoto na hatimaye kuondoa changamoto hizo kabisa ya makazi ya wananchi wetu. Aidha, amefafanua kuwa lengo la mradi huo ni kuondoa changamoto za makazi kwa wananchi, kwani serikali itahakikisha wanapata nyumba bora za makazi kwa maeneo ya Unguja na Pemba kwa jitihada za wizara husika, sambamba na kusema kuwa shirika la nyumba la Zanzibar limekuwa likitafuta mbinu mbalimbali ili wananchi kunufaika na nyumba hizo kwa utaratibu maalum kwa kulipa kwa awamu hadi watakapokamilisha malipo yake. Ndugu viongozi na wananchi, wakati Mheshimiwa Rais analizindua na kulihutubia Baraza la 13 la Wawakilishi, alisema kwamba serikali itaendelea kusimamia maendeleo ya miji kwa kuwapatia wananchi nyumba bora za makazi, na kwa kipindi hiki itaendelea kuwakamilishia ujenzi wa nyumba mpya 4715 katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa. Ikiwemo nyumba hizi za Chumbuni. Hili litafikiwa bila shaka yoyote ile, kwani shirika la nyumba pamoja na wizara linaendelea na jitihada ya kuwajengea na kujenga nyumba katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, ubunifu mkubwa unafanywa na shirika letu la nyumba chini ya mkurugenzi makini ndugu yangu ndugu Sultan. Tumpigie makofi mengi sana kwa kutafuta mbinu mbalimbali za kuhakikisha wananchi wanafaidika na miradi hii na wanaweza kuzinunua nyumba zinazojengwa, ikiwemo kuzungumza na mabenki ya kibiashara na kufanikiwa kutia saini hati za makubaliano na mabenki hayo ili kuwawezesha wananchi kupata mikopo itakayowawezesha kununua nyumba hizo. Aidha, shirika limeanza utaratibu maalum na rahisi kwa wananchi kulipa kwa awamu hadi mtu anapokamilisha malipo. Tumeambiwa hayo hapa kwamba anapokamilisha malipo anakabidhiwa nyumba yake pamoja na utaratibu wa kukopa bila ya riba. Naibu Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Salhamu Juma amesema kuwa
Hii ni moja ya mikakati ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuanzisha miji ya kisasa yenye mahitaji yote muhimu ya kijamii, sambamba na kuwataka wakandarasi wanajenga kwa viwango na inakamilika kwa wakati uliopangwa. Majengo haya ambayo tumeleta hapa Chumbuni, tunakwenda sambamba na tukio hili la leo ambalo ni shamra za kuadhimisha mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na tukikumbuka azma ya rais wetu wa mwanzo Dr. Karume kuweka miji salama na makazi bora, basi hii ambayo inatekelezwa hapa na Mheshimiwa Rais Hussein Ali Mwinyi ndiyo mwongozo ama ni kuendeleza yale maoni ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Karume, rais wa Zanzibar awamu ya kwanza. Lakini jingine, ilani yetu imetuelekeza, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama amesema kwamba hichi tunachokifanya ni utekelezaji wetu wa ilani. Lakini ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imetuelekeza Wizara ya Ardhi ianzishe miji na vijiji. Ndani ya miji yetu tuanzishe miji mipya, lakini nje ya miji tukaanzishe miji mingine ndani ya vijiji vyetu. Basi sisi wizara tunatekeleza agizo hilo la ilani ya Chama cha Mapinduzi, na leo tumeanza na tunaendelea kutekeleza katika maeneo yetu mbalimbali mijini na vijijini. Lakini jingine, sisi tukiwa kama wasimamizi wa wizara tutahakikisha miradi yote ambayo ipo kwenye wizara yetu inakwenda sambamba na wakati ambao tumekubaliana nao wakandarasi wetu katika mikataba ambayo tumeipa. Na kwenye hili tunawashukuru sana wenzetu wa Weihan kupitia Madam Lisa kwa kuona spidi ambayo tunaitaka kama wizara tunakwenda nayo sambamba na miradi tunaenda kuiangalia, lakini sio kuiangalia tu, tuipate ikiwa katika kiwango kizuri. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tulivyozungumza hapo mwanzo, hapa katika eneo hili la Chumbuni tumeanzisha mji mpya, na mji huu utakuwa mji wa kisasa. Huduma zote za kijamii zitapatikana hapa. Kutakuwa kuna hospitali, kutakuwa kuna shule, kutakuwa kuna kila mahitaji maalum ambayo yanatakiwa katika mji wa kisasa, basi utapatikana hapa Chumbuni. Mkurugenzi mkuu shirika la nyumba la Zanzibar, Sultani Saidi Suleiman, amesema kuwa mradi huo unahusisha nyumba 3000. Katika awamu ya kwanza nyumba 1095 zinajengwa kupitia majengo 22 ya ghorofa 4 kwa gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 145.6 sawa na dola za Kimarekani milioni 55.9, ambapo mshauri elekezi ni wakala majengo Zanzibar ZBA. Kwa ujumla, mradi huu unahusisha ujenzi wa nyumba 3000. Katika awamu ya kwanza tutajenga nyumba 1095 zinazojengwa kupitia majengo 22 ya ghorofa 4 kwa gharama za shilingi bilioni 145.9 sawa na dola za Kimarekani milioni 55.9. Mshauri elekezi kwa sasa mradi huu ni shirika la nyumba Zanzibar kushirikiana na wakala wa majengo ZBA. Kwa sasa mradi unaendelea kwa kasi inayoridhisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu una manufaa makubwa kwa wananchi wa Zanzibar kulingana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa asilimia 40 ya nyumba zitakazojengwa zitatengwa kwa ajili ya wananchi wa kipato cha chini kwa ajili ya kuwakodisha. Aidha, serikali imeondoa takriban ya kodi zote kwenye mradi huu ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata fursa ya kumudu, kumiliki au kuishi katika nyumba hizi.